walikusaidiaka. There are people that have helped you. Na watu walikutoshaka hapa wakakubeba hapa. And people who helped you from one place to Wanakutosha another. hatua kuingiza wengine hatua. Got you from one step to another. Lakini kuna watu wenyewe wanakaa wanasahau mema ya wengine. But there's other people who forget the goodness of others. Ulia kumlipa mazuri unaanza kumlipa mabaya. Instead of remembering the good they did for you, you will pay Haukumbuki the bad. mema yenyewe aliyokutendea. You don't remember the good they did. Na hivyo hivyo wanadamu mbele za Mungu. And that same way humans are. Hawakumbuke yale yenyewe Mungu aliyowatendea. They don't remember the good things that God did for them. Ikiwa mtu anakumbuka mambo yenyewe mtu mwingine alimtendea mazuri, When somebody remembers the good things that somebody did for them, hakalaka na msahau ule mtu. they never forget that person. Na anakalaka na mtii ule mtu na kumpenda sana. And they love that person and obey them. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Na sisi vile vile wanadamu, And as humans, sherti tukumbuke makuu ya Mungu. we must remember the great things of God. Tukumbuke yenye Mungu aliyetutendea. Let's remember what God did for us. Na tutakapokumbuka Mungu aliyetutendea, And if we remember what God did for us, hapo Mungu atajua ya kwamba sisi tuko wa reconnaissance. then God will know that we have a conscience. Ya kwamba tunajua ya kwamba kuna mwenye alitutendea. Meaning we know that who did the great Na things hapo for us. ataendelea na kutendea siku zote za maisha And He yetu. will continue to do things for you for the rest Jina la of Bwana your life. libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati wanakuambia piga makofi, piga. When they tell you to clap your hands, Wanakuambia shimama, shimama. when they ask you to stand up, Ni kwa sababu ya Mungu, it's because of God. sio kwa sababu ya mwanadamu. It's not because of humans. Ule mwenye anakupatia pumzi. The one who gives you breath. Haleluya. Haleluya. Kuna umoja baba Bulaya. There is one man in Europe. Huyo baba alikuwa na miaka 15 karibuni na 8. He was about 58 years Sijui old. kama ilikuwa ni Ulaya gani, kama ilikuwa ni Belgique, kama entre I'm not Belgique na sure what France. place it was in Europe. Huyo baba alikuwa anatembea njiani, That man was walking akaanguka. and then he fell. Wakati alipoanguka, After he fell, pumuzi yote kaisha. he lost all his breath. Unajua zile manchi za huku kuna karaka ma 911. You know how there is emergency Wakaita ambulance, They called an ambulance wakamtia ndani, and they put him in it wakambeba kwenye hospitali. and they took him to the hospital. Lakini pale mtu hapumui tena, But that person was no longer pumuzi breathing. inakatika kabisa. He'd lost his breath. Wakakamata hiyo tenki ya pumuzi, And then they took that tank of breathing wakamtia kwenye mapua, and then they put it in his nose. akabakia pale siku mzima. And then he stayed there all day. Mungu akarudisha tena uzima wake. And then God returned his life. Haleluya. Amen. Wakati waganga wanachomola vile vimabomboni mpua, And then when they went to remove the machines, ule baba akainama, that man bowed akaanza kulia kama mtoto mdogo. and he started to cry like a child. Akaanza kulia, He started to akaanza cry. kutosha He machozi, started to remove tears. akatosha na makamasi. He was removing mucus. Wadaktari wanaambia sasa kunalia nini? The doctors were asking him, why are you crying? Angalia umekusha kupona. Why are you crying when you're already healed? Aseme mimi nalia He said, I'm crying kwa sababu mimi because I nachezaka na mambo ya Mungu. play with the things of the Lord. Tazama Mungu mwenye neema. Look at the Lord of mercy. Leo hii Look at today. mnanitia hii pumuzi. They gave me this breath Nalipa euro 2000, nalipaka euro and I 2000. paid 2,000 euros. Lakini kila siku But on the daily, nazungurukaka, I go around. natembeaka, nalala naamka. I walk and I wake up and I sleep. Lakini silipake hata euro moja. But I don't even pay 1 euro. Haleluya. Amen. Akatosha makamasi na machozi. And he was really Akasema crying. tangu leo, And he said, from tangu leo, today, huyu Mungu mwenye alinipatia pumzi ya bure, this God that has given nitaenda me breath, kumtumikia I'm siku going za to maisha serve yangu. him all of my life. Angalia siku moja tu Just look at natosha one day. 2000 yote ya euro. I Lakini paid 2,000 mwezi inaanzaka mwezi wa kwanza But from the mpaka first mwezi wa of the month 12 to the last of the sitoshe month, hata
senti moja, I never paid na niko anything, napumua kwa bure. and I breathe for free. Haleluya. Amen. Kwa nini unapoambiwa imbia Bwana usimwimbie? So why is it that when you're asked Kwa nini to sing for unapoambiwa God, why don't simama you sing? usishimame? When you're asked to stand, why don't Kwa you nini stand? unapoambia uende kumshukuru Mungu usiende When you kumshukuru? say give thanks to God, why don't you do it? Ungelipata hiyo pesa wapi ya kulipa pumzi kila siku? Where would you get that money to pay Hii for that pumzi bread unapumua every day? hii, That bread that anailipiaga you have pesa. is something that people pay money for. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Neno la leo linasema kumbuka makuu ya Mungu The word of the Lord says, remember the greatness ndani of ya God maisha yako. in your life. Wana wa Israeli The children of Israel, kama sisi leo, like us today, Mungu aliwatendea mambo makubwa. God did good things for them, great things Mungu for them. anawavusha bahari la Shamu. God helped them to cross the Mungu anawatosha Red kwenye Sea. mateso ya milele, God got them through eternal suffering, lakini hawakukumbuka hiyo. but they didn't remember. Acha tusome katika kitabu cha Kutoka, Let's read the book of Exodus. Kutoka 15 Exodus 15, mstari wake wa 20 20 mpaka 25. to 25. Nasema ya kwamba Miriam nabii mke ndugu msichana wa Haruni akatwaa towazi mkononi mwake. Wanawake wote wakatoka nyuma yake na matowazi na michezo. Miriam akajibu, imbieni Bwana kwa sababu ameshinda kwa utukufu. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Haleluya. 22. Musa akaongoza Israeli toka bahari nyekundu, akatoka kwa jangwa la Suri, wakakwenda safari ya siku 3 jangwani, wala hawakukuta maji. 23. Na wakati walipokuja kwa Mara, hawakuweza kunywa ya maji ya Mara, kwa maana yalikuwa machungu. Kwa hivi jina lake likaitwa Mara. 24. Watu wakanungunika juu ya Musa wakisema, tutakunywa nini? 25. Akalia kwa Bwana, Bwana akamwonyesha mti, akautupa ndani ya maji, maji yakageuka kuwa matamu. Halafu akawainyia agizo la sheria, akawapima pale. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Neno la leo, kumbuka yale makuu Mungu aliyokutendea. The word of today is to remember the greatness that God did. Hawa watu wana wa Israeli And these Israelites, the children of waliweza Israel, kubaki utumwani miaka mingi sana. they were slaves for a lot of years. Walifanya kule miaka 400 viko They were- katika utumwa. For 400 Vizazi years, na they vizazi, were vizazi na vizazi. slaves, generations and generations. Lakini Mungu wa mbinguni But the Lord in heaven, katika vizazi vilivyokucha through generations, akatuma mtumishi wake Musa ili aende He kuwakomboa. sent His servant Moses to go and save them. Na hawakutoka katika njia nyepesi, They didn't escape easily kwa sababu mfalme Farao alikuwa na roho ngumu sana. because Pharaoh was a man with a very hard heart. Wakati Musa alipomwambia Mungu, sasa nitenda nikafanya nini kule, wale watu biko teti sana, nitafanya nini? When Moses told God, what am I supposed to do? Those people are very hard-headed. Aseme kamata hiyo, uko na nini mikono? God asked him, Akasema niko na fimbo. I have a Akasema rod. basi piga hiyo fimbo chini. God told Fimbo him wakati to throw it ilipoanguka on the- chini ikageuka nyoka. on the ground. Akasema wende na hiyo miujiza moja, He told watakuambia him, nini? go with that miracle that you have got. Na umwambie Farao aseme Bwana anasema watu wangu watoke. And tell Pharaoh that Wakati Farao alifika kule pamoja na ndugu yake Haruni, And when Moses was there with his brother akafika kwa Aaron, Farao and they arrived at akamwambia, Pharaoh, Bwana wa mbinguni anasema acha and watu told wake him, the Lord warudi, of heaven said,
achililie watu wake warudi. Akasema sasa wewe unakuja kunionyesha nani mwale kutuma? Sema Mungu wa mbinguni alinituma. Mungu wa mbinguni. Huyo Mungu wa mbinguni simjue. Who's that? I don't know him. Musa akakamata hiyo fimbo akaipiga chini. Moses threw down his staff. Hiyo fimbo ikageuka nyoka. And it turned into a snake. Farao akasema hii ni vitu bure. Then Pharaoh said, what? Ninakuwa na walozi special. And he said that ninakuwa na waganga special. Wenye wataleta zingine manyoka kushinda hii yako. Basi wachawi wote wakakucha. Wakasema angalia mtu anasema anatumwa na Mungu, anatuma aka kafimbo kanageuka nyoka, anawaza njoo miracle yote hii. And they were mocking him to the little snake that came out of that staff. Jina la wale barikiwe. Amen. Na hayo yako mpaka leo. And that's still. Kuna watu wanajitia ni watu wa Mungu. Lakini wanatumikisha mambo ya kishirikina. Wanatumikisha mambo ya shetani. Lakini hayo yote haiwezi kufanya lolote mbele za nguvu za Mungu. Kuna wenye hawaguse lolote, wanatumikisha nguvu za Mungu, zinashinda yoyote. Basi wale wafumu walipokuja nao wakatupa hizo miti, zikakuwa nyoka nyingi sana. Kisha Farao akamwambia Musa, angalia huko na kanyoka kamoya, angalia hizi zote ziko hapa. Huyu Mungu wako ni Mungu gani? Musa akamwambia kwamba acha nikuonesha kwamba kunakuwa Mungu wa miungu yote. Hapo hiyo nyoka ikashimama, ikameza hiyo nyoka zote za wale wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Zote zikamezeka. They were all swallowed. Nguvu za shetani, nguvu za wachawi, nguvu za kiuzimu, mapepo za kila aina hazina mamlaka mbele za nguvu za Mungu. Baki kwenye mstari wa Mungu, baki kwenye maombi, baki kwenye utakatifu. Hakuna shetani atakukanga, hata kushitula lolote. Jina la Bwana libarikiwe. Basi nilisema ya kwamba kwa kutosha wale watu kulikuwa fasili. Lakini yule baba alikuwa na roho mgumu kabisa. Walikwambia kama ulikuwa na roho ya Farao kabisa ujiue kabisa. Ule baba alikuwa na roho kabisa ya shetani. Lakini hakuweza kuitika. Mungu akamwambia Musa, nitaleta magonjwa. Magonjwa yakakuja. Watu wote wakaugua huko Misri. Lakini Farao hakuacha wale watu. Mungu akageuza maji yote kule kwa damu. God was able to turn water. Lakini Farao akatia roho mgumu. But Pharaoh was still hard-hearted. Katika piniso ya mwisho sasa, and in his last punishment, Mungu akamwambia kwamba God told him, acha nimfungishe kinywa. Let me shut him up. Watoto wote wa kwanza, all the firstborn sons, manyama zote za kwanza, all the firstborn zote zikakufa Misri. They are going to die. Wakati Farao aliangalia kijana wake wa kwanza na fariki, akasema tunaishia hapa. Mwende na watu wenu, mwende. Kuna wakati shetani anakukamata, shetani anajaribu kukufunga, lakini kuna siku yenye Bwana anashuka ili apate kufungua kamba zake. Shetani atakuacha kwa sababu atakuwa ameunguzwa na moto wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo wana wa Israeli wakapita wanakuja. Wakati walikuja wanatoka huko Misri, wakafika mbele, wakakutana huko bahari kubwa sana. Wakati walipopiga macho nyuma, Farao akasema japokuwa watoto wetu walikufa, japokuwa maji yetu iligeuka nyekundu kama damu, lakini hao watu tuwafuate ili tuwamalize, tuwafuate. Wakawafuata. Wakati wana wa Israeli walipoangalia nyuma, wakaona farasi za Farao pamoja na majeshi zake zinakuja, na hapa mbele panakuwa ni
front of them was Hakuna the ingine Red nafasi Sea. ya There kupita. was nowhere to go. Wale watu wakaanza kunungunika. And they were really saddened. Wakasema sasa wewe Musa, They were saying, you Moses, ungituacha tuteswe basi kule. you should have left us to suffer. Angalia wanakuja kutua sasa. Now they're coming to Hapa mbele kill us. yetu panakuwa bahari. Before us is a river. Hakuna ingine njia. There is no other way. Tunakufa. We are dead. Mungu akamsogelea Musa, akasogelea Mungu. Moses went to Akasema, God Baba tufanye nini? and said, Father, what should we do? Wakati matatizo yanakujia, When the problems are coming to kitu you, cha kwanza uliza Mungu. the first thing you should do is to Mwambie ask Baba God. nifanye nini? Ask God, what should I Mungu do? atakupatia God will direction. give you a Mungu direction. atakupatia mipangilio ya God kufanya will give you a ili utoke katika process tatizo hilo. on how to Mungu get akamwambia Musa, God told Moses, piga tena hiyo fimbo katika bahari. throw that Musa stuff and hit it akapiga on fimbo the katika Red Sea. bahari, bahari kagawanyika mara And pili. after he did that, Hiyo ni miujiza yenye ilikuwa yafanyika tangu dunia iumbike. Bahari inakuwa kibambazi huku na ingine kibambazi huku, katikati pako kavu, watu wanapita. Wanapita kwa angalia kimaji kiko hapa hivi, hakiwaguse, hakiwazuru. Haleluya. Wakavuka. Wakati walivuka, and after they crossed, mkuu ya mwisho wa wana wa Israeli anapiga hivi. and when the last Israelite passed, Mungu akafunga bahari yote. God closed the Red Sea. Farao Pharaoh na jeshi lake and his warriors, wote wakaangamia. they all died. Haleluya. Amen. Wote wakaangamia. They were all destroyed. Nasikia ile miujiza. Amen. Sasa tunasoma pale kuventi. And if Inasema ya kwamba Miriam, Nabii Musa, nabii dadake na Musa, she was the sister of Moses. akakamata zenze. She took a timbrel Wanawake wengine wakawafuata nyuma. and others followed her. Akasema ya kwamba And they said that, mkuje tumuimbie Bwana let's sing to kwa the Lord, sababu ameshinda for he is farasi na victorious. wapanda farasi wa Misri. He was Wote aliwatupa baharini. Mkuje tumuimbie Bwana, mkuje tumsifu Bwana. Huyu Miriam alikumbuka, They remembered. alisema ya kwamba Mungu asingelifanya hivi kama They tungeangamia. said if God would not have done this, we wouldn't Hallelujah. have gotten here. Huyu alikuwa mmoja tu alikumbuka. This is one that remembered. Maandiko yanasema ya kwamba The word of God says that Musa akawaelekeza sasa kwenda Kanaani. Moses continued with the journey to Canaan, Wakafanya siku 3, and they did 3 days. wakatembelea katika jangwa. They walked Mwa hiyo through siku the 3, forest, and in 3 days, wakafikiria mji unaitwa Mara. they went through a place called Mara, Na hiyo mji wa Mara, and that place called Mara, watu wakasikia tena kiu. they were thirsty, Wakasema Musa, and they said, Moses, angalia sasa unatuleta tena huku. look at what you've brought us. Hawakumbuke kama bahari ibameza kule. They were Hawakumbuke remembering kama that wana the wa Red Misri Sea, wangewaua they had kule. forgotten that the Wakaanza Red Sea tena would have killed them. kumnung'unikia tena Musa. They started Musa, to angalia cry. tunakosa maji. Look at us, we don't have Maji water. yape kumchungu. What are we to drink? This water is bitter. Musa kaelekea tena Bwana. Then Moses went to the Lord. Unapopata jaribu, And when you have a unapopata problem, matatizo, when you have a problem, uelekee Bwana. go to God. Macho yako elekee juu. Mwambie Baba nifanye nini? Ask God, what should I Atakupatia do? direction ya kufanya. Tell him to give you the direction. Haleluya. Amen. Mungu akamwambia Musa, God told angalia hiyo mti Moses, iko pale, look at that tree. kamata that's there. kipande yake, Take half of it uitupe ndani ya hiyo maji. and throw it into the Musa water. akakamata, akakata kipande ya mti hiyo, Took half the tree akaitupa ndani ya hiyo maji. and threw it into the Maji water. yote ya pale yakawa matamu. And all the water. Jina la Bwana libarikiwe. Wana wa Israeli wakakunywa, And the children of wakakunywa, Israel, they drank wakapata maji mazuri. and they got good water. Haleluya. Amen. Hawa watu hawakukumbuka These
people did not remember. Mateso yenyewe walikuwa wanateswa kule. The suffering that they came from. Hawakukumbuka ya kwamba Mungu aliwapasulia bahari. They didn't remember that God split the sea for them. Hiyo yote walisahau. They forgot all of that. Ni kama jinsi watu siku ya leo. It's like people in today. Ni mambo mengi ulipitia ndani. There is so many things that ni mambo mengi ulipitia ndani. So many things that kuna magonjwa mengi ulipitia ndani. Kuna shida mingi ulipitia ndani. Kwa kusema leo uko jinsi ulivyo, Mungu alitumika mambo makubwa sana, lakini yote unasahau. Kuja kanisani na kuwa mpaka wa kubembeleze. Tumikia Mungu inakuwa kubembelezewa. In order to serve God, you have to be coddled. Unasahau. You have forgotten. Sisi watu walisahau. Kwa sababu wanafika hiyo fasi kwenye maji kwa machungu. Wanaanza tena kunungunikia tena Musa. They were starting to grumbling. Na wewe vile vile unapopata tatizo kidogo, unaanza kunungunikia Mungu na kusema mbona mimi niko mtumishi? Mbona mimi naenda kanisani? Kwa sababu gani napita katika hali hii? Unaanza kunungunikia Mungu. Haukumbuki kwenye Mungu alikutoa. Haukumbuki makuu ya Mungu yenye alikutendea. Neno linasema kumbuka kwenye Mungu alikutoa. Leo hii unaanza kupendeza pendeza. Kumbuka miaka 15 nyuma. Ulikuwa namna gani wewe? Hayo yote Mungu alikuvusha. You have to remember God. Mungu alikupigania. God got you through all of that. Hauna hata sheria moja ya kubakia nyumbani. You have no reason to stay kumtumikia Mungu without working serving God. Mungu alikuponyesha na vifo. God healed you from death. Wengi wenye mlizaliwa nao wamekwisha kufa tayari. Many who you were born with. Wengi wenye mlikomaa nao hawako tena. Many that you grew up with. Lakini Mungu alikupigania. But for you, God has fought for you. Lakini haukumbuke hayo. And you don't remember all that. Ukikumbuka hayo, if you remember that, kuja kanisani haitakuwa mpaka tuandike demand kwenye makaratasi. Ndugu, leo utakuya. Ndugu, leo utakuya. Ukikumbuka ya kwamba Mungu ndio mwenye alinitosha kule. Mpaka leo kisidi kwamba ni Mungu angalia ananichunga. Hata pumzi na pumua silipi yake hata siku moja. Huyu Mungu sharti nimtumikie. Bila kusukumwa. Without being pushed. Bila kubembelezwa. Without being called. Bila kupigiwa masimu. Without being called on the phone. Hallelujah. Amen. Tukumbuke. Let's remember. Hawa watu wakasahau. These people have wakati walipoona tu hiyo maji machungu, wakasahau wenye Mungu aliwatendea. Kwa siku 3 tu. In 3 days. Siku 3 Mungu amekwisha kuwapatia bahari wakavuka. In 3 days. Wanafikia nafasi wanakutana hiyo maji machungu wanaanza kunung'unika. And when they got to a place where the water was bitter, they hawakumbuke kama tulikuwa tunakosa njia ya kupita. They forgot that we didn't have a way to pass. Hallelujah. Hallelujah. Tukumbuke makuu ya Mungu. Let's remember the greatness of God. Mungu anataka tukumbuke makuu yake. God wants us to remember his greatness. Na unapokumbuka kwenye alikutoa, and when you remember where he got you from, nani hapo ataendelea kukusaidia. Then he will continue to help. Nani hapo ataendelea kukushika mkono. Then he's going to continue nani holding hapo your hand. ataendelea kukuchunga na kukulinda. He will continue keeping you and protecting you. Jina la Bwana libarikiwe. Praise be to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ninakuwa na mama yangu mzazi. I had my mother. Kila siku yeye anasemaka magoti na luma. She's always saying meno na luma, kwa ina luma. Maana kila siku yeye viungo vyote vinalumaka. Something is always hurting. Kisha ananiambia baba. She always says son. Omwe mimi yangu ningejitokea humu dunia. It would be good if I just left earth. Lakini saa nyingine anasema, and then another time she'll say, niko nakosa taka kinini basi nione kama nitalala tena. I just need a pill so I can sleep. So unataka utoke mdunia kinini tena ya nini? So I always wonder, you want to die, why do you need a pill?
Wakati Mungu anakupatia kale kapumzi japokuwa machafu inaluma miguu inaluma nini, shukuru Mungu. Kuna wenyewe hawaoni tena wajukuu wao, shukuru Mungu. Kwa hiyo na utengeneze maisha yako. Siku Mungu atakamata roho yako, uende nafasi pazuri mama. Haleluya. Amen. Hata mzesha kwa miaka 300 namwambia we kesho utakufa. Ule mzee atalia na hata kulele siku. Even when an old person is old, they don't want to be told that they'll die one day. Banakalia hivyo lakini hawezi kuitika mwambie kesho utakufa. They can be that way but they don't want to be told that they'll die tomorrow. Atalale kuna lia mpaka kesho. They'll sleep crying until tomorrow. Lia nini? Nitakufa kesho. Mungu ameniacha watoto wangu naacha ushukuru nitakufa kesho. Usikufe ulikuwa sema utakufa. Lakini hawezi. Anapenda naye aishi, sivyo? Lakini hayo yote ni kushukuru Mungu kwa sababu anakupatia pumzi. Everything just give thanks to God because he's given you breath. Hata kama unaumwa, even if you are sick, hata kama unapita katika matatizo, even when you're going through troubles, shukuru Mungu. Give thanks to God. Amen. Amen. Shukuru Mungu. Give thanks to God. Na ukumbuke makuu ya Mungu katika maisha yako. And wait for the greatness of God in your life. Ni mengi ulipitia, mengi sana. Because a lot that you've gone through. Lakini kwa leo, but today, Mungu anakupatia wenye unataka. God has given you what you want. Labda ndani ya familia yako haukuwa hata mtu mwenye alikuwa iko na gari. Maybe in your family nobody has ever owned a car. Kama mimi familia yangu ni mimi ndio nilikuwa na kinga tu kule kwetu. Like me and my family, I was the only one who had a bike. Kinga, nyinyi watu ya Tanzania mnaita baskeli. A bike. Na hiyo kinga nilikuwa naiuza piece par piece. And that bicycle I used to buy it piece by piece. Nikipokea nauza gido hii mwezi. When I have a money, nyingine mwezi nikipokea nauza shene. And the next month nyingine mwezi nikipokea nauza kitako. The other one I buy the seat. Nikishaeneza mapiesi zote ndio nitakuchanga napata kinga sasa. Then I put it together and have a chair. Amena. Amen. Na bakiniona niko natembea nayo hivi. Nasema boss yule kabisa. And when they see me driving it, they think I'm a boss. Lakini kwa leo, but today, unaweza kuchagua gari yenye unataka. You can choose the car that you want. Kwa nini usimshukuru Mungu? Why can you not? Kwa nini kwa kumtumikia Mungu mpaka wakubembeleze? Why do you have to? Ule mwenye kufikisha pale ni nani? Mwenye kufikisha pale ni nani? Who got you through to where you are? Sio nguvu zako. It's not by your strength. Kuna mwenyeko juu, mwenyeko anakusaidia. There is somebody above that's helping. Sio akili yako. It's not because of your intelligence. Juu kuna wenyewe wako na nguvu kushinda sana lakini hawana navyo. Because there's people that have more than you but they're not able to do this. Kwa hiyo tumtumikie Mungu na tukumbuke makuu ya Mungu. Remember God and serve him. Mwimbaji akasema uhesabu mibaraka yote. There's a singer that sang the song. Yenye Mungu aliyotendea. Zaidi ukumbuke mambo yote. Remember all the things. Na mwisho utashangaa sema Mungu ni mkubwa sitamwacha. And at the end you'll be surprised and say God is great, I'll never. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tukumbuke makuu ya Mungu. Let's remember the greatness of God. Ndani ya kazi ya Mungu. In his work, in the kwa kuja kanisani. In the church. Kwa kufanya kazi ya Mungu. In serving God. Usingoe kusukumwa. No way to be pushed. Angalia wenye Mungu alikutendea. Look at what God has done for you. Uangaliki na wazazi yako. You still have your parents. Shukuru Mungu. Give thanks to God. Wewe uko na watoto. You still have children. Shukuru Mungu. Give thanks to God. Uko na bwana mwenye anakamatika. You have a husband that's okay. Shukuru Mungu. Give thanks to God. Uko na bibi mwenye anakamatika. You have a wife that's shukuru okay. Mungu. Give thanks to God. Uko na wakaka wenye wanaokoka. You have brothers that are saved. Shukuru Mungu. Give thanks to God. Kumbuka makuu ya Mungu. Remember the greatness of God. Hallelujah. Amen. Usikwe kama hawa watu wanafika usiku 3. Mimi wakati nilisoma hii niliona mwanadamu kabisa iko bure vrema. Don't be like these people who forgot within 3 days. When I read this, I just Mungu anawavusha bahari. God helped them cross a sea. Usiku 3 alikosa tu maji ya kunywa. And within 3 days when they didn't have water, bakaanza kulaumu. They started to
feel bad and grumble. Hallelujah. Lakini Mungu yeye ni mwenye rehema. But God is a God of Mungu ni mwenye huruma. He's a God of peace. Anataka watu wote wamsogelee. He wants everybody to come to him. Akaambia Musa, tupa hiyo fimbo wasimule. And he told him, kata hiyo mti pale, tupa hiyo mule. Throw that tree into the wale watu wakunywe maji. And let the people drink. Hallelujah. Na wewe matatizo yanapokupata, and today when problems come to you, kumbuka makuu ya Mungu kwenye ile kutoshea. Remember the greatness of God kutambushia vile vya kule, what he helped you cross. Na vile venye utapata atavitambusha. And whatever comes your way, he will help you. Yeye ni mwaminifu, hata kuacha. He is faithful, he'll atakuacha kama na wewe unamuacha. He'll leave you if you. Lakini kama unamununganitia kabisa na mubana, but if you stay with him, uko pamoja naye sambamba, and you're with him, hawezi kamwe kukuacha. He's not going to leave you. Hawezi kamwe kukuacha. Hallelujah. Amen. Daudi akasema ya kwamba David said, nilikuwa niko jeune mpaka jinsi nakuwa mzee, sijaona mwenye haki, watoto wake wakiombaomba mkate. Those who ask bread, inakuwa na maanisha ya kwamba nilikuwa niko kijana mpaka nishakuwa mzee, sijaona mwenye anatembea vizuri na Mungu. Mungu anamwachililia. Mungu hawezi kumwachililia. Mungu anapasha kuwa pamoja naye. Kumbuka makuu ya Mungu na endelea kumtumikia, endelea kuwa pamoja naye. Acha kufuata mambo ya dunia, acha kuchanga mambo ya dunia na ya Mungu. Wende kwenye njia moja. Hatutaki Mungu akutapike. Nataka Mungu akusifu ili akupeleke katika mji wa ahadi. So that he can take you to the promised land. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tukumbuke makuu ya Mungu. Let's remember the greatness of God. Mungu alitutoa mbali. God has brought us from far. Ile wokovu tenye uko nayo, that salvation that you have, ikumwamini Yesu Kristo, is to believe in Jesus Christ. Kuna watu milioni na mamilioni wenye hawamwamini. There are millions of people that don't believe in God. Lakini wana muamini. But you believe in him. Shukuru Mungu. Give thanks to God. Hallelujah. Amen. Shukuru Mungu kwa kuwa. Give thanks to God. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio naona kwamba wananiambia kwamba saa zangu zinaisha. I've been told my time is over. Ndio inafaa kutii. Hiyo nani nyingine tunda la Roho. Hallelujah. Basi Mungu akubariki sana.